ushindi wa 100% kwa dozi ya 3-3. Ni ujumbe mkubwa sana kwa wekundu wa Msimbazi Simba kurejea katika ubora wake. Yani mapema sana kuanza kujinasibu kuongoza ligi. Mechi 2 pekee kila mtu amecheza, bado ni nadra mno. Ni mapema sana kuanza kutoa taswira wapi tunaelekea msimu huu. Lakini ukipata nafasi ya kufurahi hakika. Hivi sasa tunaongoza ligi kwa kushinda michezo yetu 2 yote. Tuna kila sababu ya kufurahi kwa sababu sio kila timu ina uwezo wa kufanya hivyo. Kwenye timu 16 ni timu 2 tu ndo ambazo zimeweza kushinda mechi zao back to back. Maana yake ni kwamba mpaka hapo tayari maji yameanza kujitenga na mafuta. Lakini kama haitoshi, sio tu ushindi wa mechi 2, ni ushindi wa kufanana. Mechi ya kwanza wanampiga mtu goli 3, wakati wanasema umebahatisha unamfunga nyingine goli 3. Kwa unaweza kuona standard yetu imebaki pale pale. Goli 3 mechi ya kwanza, goli 3 mechi ya pili. Tunashika usukani wa ligi kuu ya NBC. Bado mapema sana kuanza kufurahia hilo. Lakini tuna kila sababu ya kujivuna ya kwamba tumefanikiwa walau kushinda mechi 2 mtawalia ambapo wengine wengi wameshindwa. Na wanasema kwamba kushinda kwa ushawishi. Yani timu inashinda kwa ushawishi. Kushinda goli 3 ni ushindi wa ushawishi. Sio ushindi wa mangamngam. Na kingine Kampista, ukiangalia mechi yetu ya kwanza tumeshinda dhidi ya Fountain mabao 3. Ulikuwa ni ushindi mkubwa, lakini haukuwa mshindi wa kuvutia. Kwa maana kwamba timu haikucheza kwa kiwango kizuri kile ambacho wana Simba tunakitaka. Na mechi ya pili tukapata ushindi mzuri na mpira mzuri. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna improvement ya kikosi. Kutoka mechi yetu ya kwanza watu wakalalamika kwamba tumeshinda lakini hatuja enjoy. Benchi la ufundi na wachezaji wakafanyia kazi, wakaongeza kitu. Mechi iliyofuata watu wakaenjoy. Kwa hiyo ndiyo ambayo inatupa sisi furaha zaidi kuona kwamba timu yetu imeprogress kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Maana yake ni kwamba mechi ya 3 ya ligi, mechi ya 4 ya ligi, ya 5 ya 6, ubora utaendelea kuongezeka siku hadi siku. Kabisa. Na Ahmed, ilikuwa ni changamoto kiasi gani? Unajua binafsi mimi huwa nakufuatilia namna ambavyo unatekeleza majukumu yako. Unaizungumzia klabu kubwa yenye mashabiki wengi, wenye passion, ambao wanatamani mafanikio. Na ume step up kusema ukweli na kuizungumzia Simba kwenye mazingira yote. Msimu huu mlianza na kampeni ya kufanya usajili bora kabisa ambao mlijinasib, lakini setback inawezekana ilikuwa ni ya coach ambaye alisimamia project nzima kwenye maeneo hayo ya kusajili. Pengine kuondoka kwake kwa kiasi gani ilikuwa ugumu kwa wewe as manager wa idara ya habari lakini pia kwa timu kwa ujumla? Kuondoka kwa mwalimu ni kawaida. Na kwa mimi tu mfano tangu nimeingia Simba Sports wameondoka walimu wengi. Nilimkuta nani? Nilimkuta Darosa kama Darosa, of course. Gomez, kitu kama hicho. Wakaja wakina Benshika, wakaja kina Fadlu. Kwa hiyo mwalimu kuondoka ni kawaida kwenye timu ya mpira wa miguu. Lakini namna ambavyo ameondoka Fadlu ndio ambayo ilikuwa inaacha kidogo mtikisiko. Imagine na kwenda kwenye mechi ya kimataifa, alafu mwalimu anatangaza anataka kujiuzulu mkiwa safarini. Mnakwenda mnacheza mechi, hamchezi vizuri ile mechi, mnashinda of course goli 1, lakini unamuona mpinzani wako dakika karibia 70 amekupelekea moto kweli kweli. Alafu unawaza mechi inayokuja hatutokuwa na head coach. Sijui umeelewa. Alafu katika hiyo mechi ya kwanza ya kula ugenini, mwalimu wano msaidizi ambao alitegemewa kuongoza jahazi katika mechi inayokuja anapata kadi nyekundu. Maana yake ni kwamba hawezi kusimamia mechi ya marudiano. Na ukiangalia mpinzani wako
amekuzidi kwa kiwango kikubwa sana katika mechi. Kwa hiyo unawaza mechi ya marudiano ambayo mwalimu mkuu hatokuwepo, msaidizi ana kadi nyekundu, hii inakuwaje? Ilikuwa mtihani. Unawaza hapa tunavukaje? Sahi. Lakini viongozi wetu wakaweza kukaa chini kwa haraka na kutafuta rescue plan, na hatimaye ndio tukaenda tukamchukua Hemedi Morocco ambaye tuliamini katika ubora wake, na of course alichokuja kufanya Hemedi Morocco haikuwa kuleta mbinu yoyote ya kiufundi, sababu muda ulikuwa ni mchache kweli kweli. Alichokuja yeye ni kutuliza jahazi ili tuweze kuvuka kile kiunzi cha mechi ya marudiano, na of course kwa uzoefu wake aliokuwa nao alipofika mara ya kwanza kambini, akazungumza na wachezaji, kila mmoja akapata confidence ya kwamba tendeni tukapambane, tuwatoe kwanza hawa, alafu mipango mingine sasa itakuja. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba ilikuwa ni kipindi kigumu sana, ukiachilia kwangu tu mimi mtoa taarifa, lakini hata viongozi wangu walitingishika na ule mtikisiko kweli kweli, na hata wachezaji wenyewe walitikisika kwa namna ambavyo mwalimu ameondoka. Lakini baada ya mtikisiko huo, watu tukaweza kukaa kwa haraka na kutengeneza mpango ambao ukatuvusha kwenye mechi dhidi ya Gaborone hapa nyumbani, na hatimaye tukaenda hatua inayofuata. Ahmed, hapo inawezekana hichi ambacho nakizungumza hapa kikao kinajibia kile ambacho aligusia kocha Hemedi Morocco juu ya situation ya players. Aligusia issue ya performance ya mchezaji mmoja mmoja, ilikuwa inaonekana ipo down. Klabu inapaswa kufanya kazi ya ziada kwa haraka iwezekanavyo, lakini pia aligusia issue ya fitness. Unajua maswali kama mengi, why timu ilikuwa kwenye pre-season Misri, fitness ikawa chini, kiwango ndicho ambacho inawezekana unajibia hapa kwamba kuondoka kwa kocha ghafla vitu vingi vilibadilika hata kwa wachezaji, kwa mchezaji mmoja mmoja. Au inawezekana kocha Fadlu alikuwa hakuwa kwenye mpango wenu wa muda mrefu, mpaka anakuja kuondoka ilikuwa ni tukio la mwisho kabisa, kulikuwa na kitu kilikuwa kinaendelea before. Sijui kwenye moyo wake, moyo wa mtu ni kichaka sahihi, wanasema Waswahili. Lakini sisi tulikuwa na mpango na mwalimu Fadlu, na bila shaka hata yeye alikuwa na mpango na sisi. Kama kuna vitu vilikuwa vinaendelea chini, hiyo hatuwezi kuconfirm. Tulikuwa na mpango kwa sababu tuliweza kushirikiana naye kikamilifu kwenye kuitengeneza timu. Bwana, tunakwenda msimu huu, hebu tuambie unataka tufanye kitu gani? Huyu mwacheni, huyu mtoeni kwa mkopo, huyu vunjeni mkataba, mlete huyu, huyu mchukueni, lakini mwacheni huko. Kwa hiyo ile structure nzima ya Simba msimu huu ikapitia mikononi mwalimu Fadlu. Maana yake ni kwamba tulikuwa tumejipanga kuanza naye msimu na kuendelea naye. Kwa hiyo kama yeye alikuwa na mpango wa kutuacha, inabaki kuwa ni kwake binafsi. Lakini yote kwa yote ni kwamba kwenye mpira wa miguu hiyo inatokea, na inapotokea unafanyaje? Kwa sababu changamoto ya mpira wa miguu ni kwamba ni leo kwa kesho. Kwa hiyo inatokea pancha, unaziba, unaendelea. Okay, dabi ya Kariakoo inaweza ikawa ni sehemu ya kama kwa viongozi ama yeye kocha mwenyewe kujitathmini. Inawezekana ilikuwa ni sehemu ambayo wala haikujadiliwa popote yale matokeo. Kwanza ukiangalia ile mechi ya dabi ni tofauti na mechi nyingine zote za dabi ambazo tumepoteza. Ukiangalia kupoteza kwake ile mechi ilikuwa ina makosa ya mtu mwingine watatu. Lakini ukiangalia performance ya timu yetu kwenye ile mechi ilikuwa ni fantastic. Dabi zilizopita tumepoteza kwa kuzidiwa na vitu kama hivyo. Lakini dabi hii tuliweza kuicheza kwa kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Yakatokea makosa tukaadhibiwa. Kwa hiyo sisi wenyewe pamoja na kupoteza ile mechi ya dabi, lakini tulikuwa na furaha moyoni mwetu kwamba timu yetu imeimprove pakubwa kwenye mechi hizi kubwa. Kwa hiyo tukawa tunaamini mechi inayokuja ya dabi
tutegemee Simba kupata matokeo mazuri, kwa sababu tayari timu yetu imesha kuwa na namna ya kucheza hizi mechi na haikutuumiza pakubwa, kwa sababu hakuna tulichokuwa tumepoteza, kwa maana labda pointi 3 au tumeondolewa mashindanoni. Kwa hiyo matokeo yale yaliishia pale pale, mwalimu akaenda kufanya marekebisho kulingana na makosa yaliyofanyika uwanjani, na baada hapo tukaendelea. Kwa hiyo ni namna ambavyo ni masuala ya kimpira, kwa sababu mwisho wa siku ni mpira. Makocha huwa wakipata ofa, unajua kocha hana, tunasema dirisha la usajili kwamba ataondoka muda wote anang'oka. Na Simba mara zote imekuwa huwa mimi nawapongeza Simba pale ambapo wanapoona kuna mtu amepata fursa ya mchezaji ama kwa benchi la ufundi, mara zote hamjawahi kuwa sehemu ya kikwazo. Sisi ni rahisi tu, unataka kuondoka kwenye taasisi yetu, soma mkataba wako, unakuhitaji kitu gani, fuata taratibu, kama kuna cha kutulipa wewe tulipe, nenda zako. Hiyo ndio principle yetu. Hiyo ni kwa makocha, ni kwa wachezaji, kwa yote yule ambaye anajiona mimi sihitaji tena kuendelea kuitumikia Simba, fuata taratibu, nenda zako, tuachie klabu yetu. Kwa kifupi, Fadlu amefuata taratibu na klabu imenufaika, na hatuna baya naye, na sisi tunamtakia kila laheri kabisa. Bwana, hii ni Sports Extra Clouds FM Jumapili Super Sunday. Tupo hapa na meneja wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu ya soka ya Simba, mnyama mkali akiunguruma leo baada ya wekundu wa Msimbazi Simba ku progress kwenye hatua ya pili ligi ya mabingwa Afrika, lakini pia kwa hivi sasa wapo kunako kilele cha msimamo wa ligi kuu ya kandanda ya Tanzania bara. Na wenyewe wanasema hivi sasa baridi ni kali. Wanasema kwamba namna gani vipi, japokuwa wanasema ni mapema mno, lakini mafuta na maji yameanza kujitenga. Basi anaendelea kuhutubia taifa kupitia Sports Extra Clouds FM. Maswali ni mengi bado kwa wadau. Tuko live kupitia YouTube channel yetu, kwa hiyo kama una swali lolote kwa Ahmed Ally, basi unao nafasi ya kufanya hivyo. Tunaendelea kuzungumza kimichezo. Na moja ya swali ambalo tutakuja kurejea nalo hapa ni kuhusiana na namna ambavyo mlitoka sasa kwenye hatua hiyo ngumu ya kuondokewa na kocha mkuu David Fadlu kwenda kwa kocha Bisho ambaye anajua mpira anaitwa Dimitar Pantev. Mlitumia ama management ilijithibitisha kwa muda upi juu ya kumpa imani kocha huyo ambaye amewasili jana hapa nchini Tanzania? Baada ya Fadlu kuondoka, tukasema Fadlu kuondoka ni jambo moja. Jambo la pili ni kuleta mwalimu mzuri. Hiyo ndio principle yetu Simba. Kwa hiyo tukasema tunafanyaje? Kwanza tunataka mwalimu ambaye yupo kazini hivi sasa. Hatutaki mwalimu ambaye ana mwaka mzima hajafundisha timu, anajitafuta. Afike Simba aanze kujitafuta. Kwa hiyo nataka mwalimu ambaye yuko kazini hivi sasa. Ni kama ambavyo Raja wamefanya. Walitafuta mwalimu ambaye yuko kazini. Yani anakuja bado analoa jasho na kazi aliyotoka kuiacha. Kuna sisi tukasema tusitafute mwalimu ambaye amekaa nyumbani kwake anatumwa zake tu sisi. Tutafute mwalimu ambaye yupo kazini hivi sasa. Lakini sio tu yupo kazini, yupo kazini, ana uwezo mkubwa. Baada ya kuangalia katika makocha waliopo hivi sasa, tukatua kwa Dimitar Pantev. Kilichotuvutia yako mambo matatu. La kwanza, ndio kocha pekee ambaye amezipa timu ubingwa nchi mbili tofauti ndani ya miaka miwili tofauti. Tena miaka miwili mfululizo. Yani amechukua ubingwa na amechukua ubingwa wa ligi kuu ya Cameroon 23-24. Sawa. Akatoka hapo mwaka uliofuata 24-25 akachukua ubingwa wa Botswana. Sijui umeelewa na Gaborone United. Sasa mwalimu wa namna hii sio wa kumchukulia poa poa. Hakika. Ungeweza kusema nani Cameroon amebahatisha. Lakini alichokifanya Cameroon amekuja kukifanya hicho Botswana. Of course. Maana yake ni kwamba huyu sio mwalimu wa kubahatisha. Ana kitu cha ziada huyu mwalimu. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili,
tukaangalia sisi tulivyocheza naye. Ni ukweli usiopingika ya kwamba Gaborone United ni timu ndogo mno kulinganisha na Simba Sports Club. Ni kifo na usingizi. Hakika. Lakini tulipokutana naye, nani alikuwa Simba, nani alikuwa Gaborone? Nikusaidia kujibu hapa. Simba ilikuwa ni Gaborone United, alafu Gaborone United ilionekana ndo Simba Sports Club. Uko sahihi. Umeona bwana? Lakini tukaangalia, tukafanya evaluation ya kikosi cha Gaborone United. Kuanzia kwenye thamani ya mchezaji moja kuja kwenye umri, kuja kwenye uzoefu, tukabaini ya kwamba wachezaji wa Gaborone United kwenye umri ni wadogo, kwenye uzoefu hawana uzoefu, kwenye uwezo wao ni wa kawaida, kwenye thamani yao ni ya kawaida mno. Tukaja Simba Sports Club, una wachezaji very experienced, una wachezaji wa gharama kubwa, una wachezaji wenye uwezo mkubwa. Ili kuwaje ikawa Gaborone ni Simba na Simba ni Gaborone? Nani yuko nyuma ya haya mabadiliko hapa? Nani ambaye ameifanya Simba kuwa Gaborone na Gaborone kuwa Simba? Nyuma yake unakuja kumkuta Dimitar Pantev. Kwa wachezaji wasiokuwa na uzoefu, kwa wachezaji vijana, kwa wachezaji wasiokuwa na uwezo wa kutisha sana, wakaweza kuperform vizuri nyumbani na ugenini, lazima kuna kitu nyuma yake ambacho ni mwalimu Dimitar Pantev. Kwa hiyo hapo tukajiridhisha kwamba huyu mwalimu kama aliweza kufanya yote hayo aliyofanya kwa wachezaji hawa aliokuwa na, ama kitendea kazi hiki alichokuwa nacho, tukija tukimpa kila kitu ndani ya Simba Sports Club, Simba huyu ataipeleka mbali. Kwa hiyo ndio sababu ambayo ikatufanya tuvutiwe zaidi na mwalimu Dimitar Pantev. Lakini tukaangalia umri wake, tukaangalia energy yake, tukaangalia falsafa yake. Mpira aliocheza Gaborone United ndio mpira wa Simba Sports Club. Na hata kabla sijajua tunamchukua, lakini wakati tunaangalia Kokovic, nikamwambia mtu niliyekaa naye, sisi Simba Sports Club kwenye hii mechi tumevaa jezi nyeupe. Sijakuelewa vizuri hayo. Unaelewa? Sijakuelewa, rudia tena hiyo. Na mimi nilikuwa nafuatilia siku ile. Kwanza Ahmed, unajua moja ya sifa ya Ahmed Ally ni mkweli. Ni mtu pamoja na usimba wake. Kwamba pale penye uhalisia ukweli wao unazungumza. Sasa mimi nilikuwa naangalia body language yako. Ulimfuata Babu Chiko. Ukamwambia baba. Hali mbaya. Baba. Kuhalisia. Yes. Kwamba siku ile Simba ilivaa jezi nyeupe, sisi tumevaa jezi nyeupe. Umeona? Alafu hii mechi imechezwa Botswana. Yani kana kwamba mechi ya pili tumecheza tena Botswana, yani uko ugenini. Hatari yani yote ni kuonesha kwamba yule mwalimu alitushika pabaya mno, na kama sio experience ya wachezaji wetu ndio ambayo imesaidia kutuvusha kwenda hatua inayofuata. Kwa baada ya kujiridhisha, tukasema huyu ni aina ya mwalimu ambaye sisi tunamtaka. Na ukiangalia falsafa zake ni falsafa ya Simba, biriani ambayo imepotea Simba kwa muda mrefu, tumekwenda kuipata Botswana. Sasa unaachaje kuichukua? Tumeleta pale Simba Sports, tunaamini atakuja kurejesha makada ya Simba. Mwalimu anachezaje? Mwalimu yule anacheza mipira yote. Kuna wakati alikuwa anapiga long balls. Yani anachukua mali, anasogea mbele kidogo kwa namba 6. Inahamishwa kwenye wings. Kuna mtu mmoja anaitoka Mtande kama sikosei. Hatari huyo. Nyani yule, nani? Kabanyani. Anachekecha, anaingia. Sijui umeelewa. Kuna muda wanapasiana. Ile one touch. Kwa kasi wanaondoka. Sasa baada ya kuangalia akasema huu ndio mpira wetu. Na huyu mwalimu sisi anatufaa kuja kuiongoza jahazi la Simba Sports Club. Bwana, hayo ni maelezo sababu 3 ambazo zimepelekea Lunyas kuamua kumchukua kocha Bulgaria huyu Dimitar Pantev, na sasa yupo kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Swali ambalo litafuata kwako Ahmed Ally, kabla hilo kabisa tarejea hapo, nitakalofuata
inaelezwa hana vigezo vinavyomruhusu kutambulika kuliongoza benchi la ufundi la Simba kama kocha mkuu. Je, hili lina uhalisia kiasi gani? Tutakuja kurejea hapo. Kadhaa iliyopita ambao mliendelea kuonyesha ukubwa wenu katika soka la Afrika. Swali ni kwamba kwa nini inaonekana ni kwamba hana vigezo vya kuongoza benchi la ufundi as a head coach kiasi cha yeye kulazimika kumpa title ya meneja mkuu wa kikosi chenu? Ni mtego mmetegua kutaka kuweka mambo sawa Ahmed, ama Simba wamekuja na kama kawaida yenu kuleta vitu vipya na mwisho wa siku watakaokuja ingia wakaja kupita kwenye njia zenu? Kwanza iko namna hii. Kuna tofauti mbili watu wanajaribu kuzichanganya. Kuna tofauti ya kigezo na elimu. Ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukawa una vigezo huna elimu, unaweza ukawa una elimu huna vigezo. Inategemea nyinyi mmejiwekea vigezo gani kwenye jambo lenu na mmeweka mipaka gani. Kwanza lazima tukubaliane la msingi. Pantev Dimitar, yes, ana elimu ya kutosha ya mpira wa miguu. Alright. Tunakubaliana hapo of course. Ana UEFA License, license ambayo ni elimu ya juu kweli kweli ya mpira. Afrika huku tukajiwekea vigezo vyetu. Sijui umeelewa Kwa hiyo yeye akitoka huko ama mtu akitoka huko na elimu yake aliyokuwa nayo analazimika kuja kufuata vigezo ambavyo sisi tumejiwekea. Ambavyo hivi havimkumbi mwalimu mmoja pekee. Vinawakumba walimu wengi ambao wanapokuja huku wanalazimika kualign na vigezo ambavyo Afrika tumejiwekea. Na haichukui muda mrefu. Ni kwenda kurefresh, kuupdate status yako ili upate vigezo vya Afrika na mambo mengine yaendelee. Kwa hivyo ndivyo ambavyo ilivyo. Kwa mwalimu Pantev ana elimu ya kutosha ya mpira wa miguu, ambayo hiyo elimu yake ndiyo ambayo sisi imetushawishi na kutuvutia tuweze kumpa kazi Simba Sports Club ya kuongoza benchi letu la ufundi. Baada ya kuridhika na elimu yake, tunakuja sasa kusaidiana naye kupata vigezo ili mambo mengine yaendelee. Nyie hamjachukua makaratasi tu peke yake. Wako wengi wenye makaratasi mbona? Unasemaje? Nakwambia wako wengi wenye makaratasi na hawana mpango wowote. Na sisi hayo makaratasi tuliyapata mengi mno. Wakati tunatafuta kocha, yamekuja kuna makocha wana CV, unaweza kupanga kutoka hapa Mikocheni mpaka mpakani mwa Dar es Salaam na Pwani. Makaratasi CV hizo. Mtu kasoma. Ametoka kusoma hapa kaenda kasoma. Akitoka hapo kasoma. Akimaliza kasoma tena. Akimaliza anasoma tena. Lakini ukimpa bodi shughuli anakuwa kama bwana Foil. Mechi mbili wamemfukuza. Sasa sisi tunataka Foil ndo nani? Foil ndo nini? Kocha wa jamaa zetu. Aitwa Foil. Kwani ametimuliwa? Unamuona? Unamuona? Naruhusu wewe umuona hapa. Mimi sijamuona. Sawa, kwa hiyo okay, sawa tuendelee. Ana vyeti vingi kinoma. Lakini bodi hamna. Watu wanasema mechi kiisha wenye bana. Mechi kiisha bana. Asa vyeti. Kwa hiyo vyeti sio kila kitu. Ni upstairs. Okay. Lakini pia Ahmed hapo kwenye kesi ya elimu na vigezo umeweka vizuri jinsi uliweka. Mimi natamani pia uwafahamishe Watanzania sasa kwamba kulikuwa kuna songo mbingo ilikuwa inaendelea kwenye mitandao kama uliona. Kuna ambao wanauliza yupi sasa ni kiongozi mkuu wa benchi la ufundi la Simba. Ni Suleiman Matora ambaye sasa hivi atapika kama head coach ama ni Pantev ambaye ni manager. Yupi ni mkubwa? Pantev. Okay, manager. Sawa. Yes. Labda iko kingine kiko hivi ambacho wengine pia watu hawajakielewa sawa sawa. Pantev ni meneja mkuu wa Simba Sports Club. Unapokuwa meneja, maana yake wewe ni meneja, unafanya kazi ya managerial, lakini ndani ya umeneja wako
una ukocha vile vile. Unapokuwa kocha, wewe kazi yako ni coaching tu. Majukumu yake ni haya mawili tu. Kusimamia na kuongoza mazoezi na kusimamia na kuongoza mechi. Mambo mengine hayamhusu. Na hii ni title tu. Lakini hata hii kazi ya manager alianza kuifanya Fadlu Davis wakati yuko Simba Sports Club. Manager ukiachilia mbali kufundisha na kusimamia mazoezi na mipango yote ya kiufundi, lakini meneja vile vile anashiriki kikamilifu kwenye usajili wa wachezaji, kwenye kutoa mapendekezo nani asajiliwe nani aachwe, kazi ambayo Fadlu Davis aliifanya kwa 100%. Sasa hiyo kazi ni kazi ya meneja. Na kwa wenzetu anakwenda mbali zaidi mpaka nutrition manini, yani anapanga kila kitu cha mchezaji mpaka muda wa usajili meneja ndio anapanga. Bana huyu kwa ninavyomuona mpeni mkataba wa miaka 2 au huyu kwa ninavyomuona mpeni miaka 5 au mpeni mwaka 1. Lakini kwa thamani yake na kwa uwezo wake huyu mpeni mshahara wa dola 2,000. Kazi ya meneja hiyo anafanya. Bado hatujafikia huko, lakini ndiko ambako tunaelekea. Kwa hiyo mkuu wa benchi la ufundi, kujibu swali lako, mkuu wa benchi la ufundi la Simba Sports Club ni Dimitar Pantev. Wasaidizi wake ni Simionov ambaye amekuja naye jana. Yuko Selemani Matola, Veron. Yuko Patrick Reyemam ambaye yeye ni meneja wa kikosi. Sasa yeye sio timu kiujumla wake, yeye meneja wa wachezaji. Jukumu lake ni kuhakikisha ratiba ya timu imefuatwa. Yeye anawasiliana na meneja mkuu. Bana leo nitafanya mazoezi saa 9:30. Yeye anakuja kuwaambia wachezaji muda ni saa 9:30. Kupanga mipango yote ya wachezaji wanafanyaje mazoezi na vitu kama hivyo, ndio kazi ya meneja. Alafu anakuja meneja mwingine tena ambaye ni kit manager Bwana Hamisi Mtambo. Alafu anakuja daktari wa timu, anakuja physiotherapy, mtaalamu wa viungo pamoja na fitness coach, mtaalamu wa vyakula, mtaalamu wa video. Hawa wote wako chini ya Dimitar Pantev. Na mimi mwenyewe naingia meneja mwingine kabisa sana. Sawa, napokea maoni ya wadau wengi kuhusiana na kile ambacho umekizungumza mpaka hivi sasa, nitakuja kuyasoma. Lakini moja ya conversation ambayo naamini pia unakutana nayo Ahmed, ni kuhusiana na Selemani Matola. Mimi najaribu kufuatilia hata South Africa. Unajua South Africa hata wakina Fadwa tunaona mtu kama Rulani Mokwena, mtu kama kocha before Mokwena alikuwa ni Pitso. Waliaminiwa na club zao kubwa, Pitso, Mamelodi, of course walipewa chance za kuwa makocha wakuu, lakini pia even Rulani akiwa assistant baadaye miaka kadhaa. Sio buba pana, take time, inachukua muda. Kwa Matola ni tangu niko miaka mingi naona akiwa anafanya kazi na makocha wakubwa. Tafsiri yake ni kwamba kwanza anafanya kazi yake vizuri, pili anaaminika na taasisi, kwa sababu mwisho siku kama uaminiki Ahmed wewe kwako babajele of course. Kwa namna ambavyo miaka inazidi kwenda, watu wanaamini kabisa Matola anakaribia kuiva na taasisi inapaswa kumwamini, kumpa majukumu makubwa. Vigezo ametimiza, ili ametembeza boli pale, watu wamechanganyikiwa. Yeye mwenyewe Ahmed alisema Manchester huyu bwana hayupo sokoni. Inawezekana inawezekana kama ni maoni yako binafsi kama mwana michezo. Sasa unajua ni issue ya management pia. Lakini pia unaingia kwenye level ya management. Kipi ambacho mnakiona kwa Selemani Matola? Kwanza lazima watu wakubali ya kwamba Selemani Matola ni katika unapozungumzia makocha bora tuliokuwa nao Tanzania, Matola ni kocha bora sana. Na uwezo wake uwezo wake binafsi aliyokuwa nao, ile inborn ambayo amezaliwa nayo, ukijumlisha na aliyosoma kutoka shirikisho la kandanda Tanzania. Unajua TFF wanatoa kozi nzuri sana ambazo zinafanya makocha wetu wanakuwa competent sana.
Matola amepitia stage zote hizo. Lakini mwisho kinachomtofautisha Matola na wengine ni kupita chini ya makocha wengi kweli kweli. Kwa mfano Meki Maxime anaweza kuwa ni kocha bora sahihi, lakini anaweza asimfikie Matola kwa sababu Matola amepitia katika misingi mingi. Meki ameanza kujitegemea muda mrefu. Sahihi. Kwa hiyo guidance aliyokuwa nayo ni ile ya darasani ya kwake na ya uzoefu. Matola na zote hizo plus uzoefu aliyoupata kutoka kwa makocha waliokuwa nao. Na nikwambie kitu kimoja. Ukiachilia mbali sisi Simba kutaka Matola aendelee kubaki pale kwa ajili, kwa sababu kwanza tumeinvest kwake ndio tumemsomesha hadi kufika hapo alipo. Lakini ni sera yetu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mtu wetu pale kwenye bench kwa ajili ya kuendelea kulinda tamaduni ya Simba Sports Club, kwa ajili ya kuendelea kuambia wale wapi wanaokuja Simba ni kitu. Lakini makocha wanaokuja huwa wanashauri wenyewe Matola abaki pale. Na mwalimu anapokuja tunaona huyu ni mchezaji wetu wa zamani, nahodha wetu, na kwa sasa ni msaidizi. DNA ya Simba. Kwa hiyo kaa naye. Yupo hapo. Yes. Mwalimu anakaa naye. Akisha kaa naye siku ya kwanza, siku ya pili, analeta mapendekezo kwamba huyu Matola natakiwa kubaki naye. Kwa hiyo walimu wote unaoona wamepita Simba Sports Club, wote walishauri kubaki na Matola. Na kwa nini? Matola inawezekana akawa anahesabika kama kocha msaidizi Simba Sports, lakini kiuhalisia anafanya kazi kama kocha mkuu kwa sababu anashiriki kwenye mipango yote. Tena kama utawala wa Fadlu, Matola alikuwa Fadlu amekuja na wasaidizi wake. Yani alikuwa na yeye afana msaidizi wake kwenye upande wa coaching, alafu alikuwa na wataalamu wake wengine. Na Matola alikuwa anashiriki kikamilifu kwenye mpango wa kwanza mpaka mpango wa mwisho. Kwa hiyo kujibu swali lako ni kwamba mwamvuli huo unamtambua kama msaidizi, lakini kiuhalisia ni kocha mkuu kimajukumu kwa namna ambavyo anafanya kazi na wale makocha. Concept ya kuja kumkabidhi timu sasa ni swala la muda. Tambuka. Ni swala la muda kwamba kuna siku litatokea kwa sababu kwanza mimi ninachoamini, kila mwana Simba anaamini hivyo. Matola hashindwi kucheza against Fountain, against Azam, against Namungo, against any opponent katika ardhi ya Tanzania. Matola anaweza akacheza nao na akapata matokeo. Hilo amethibitisha akiwa na timu ndogo na akafanya hayo maajabu. Sasa yuko timu kubwa. Lakini lengo ni kumfanya Matola kuja kocha mkubwa zaidi. Unaweza ukamharakisha hivi sasa, ukampa timu, ikampalia hakika, ukamfukuza, ukawa ndio umeharibu kila kitu na akapoteza imani ya mashabiki. Lakini anapoendelea kukwiva, siku mnaposema sasa baba imetosha, kamata ndinga hilo, tupeleke nchi ya ahadi, anakuwa yuko well equipped na ana uwezo wa kufanya maajabu makubwa sana. Na yeye anaonyesha kama Ulani inawezekana haukuwa muda sahihi yeye kukabidhiwa kijiti, na ndio maana akabobish pale na Mamelodi alivyotoka Mamelodi ngoma maisha yake inawezekana amewahi. Singine angeendelea kubaki kujifunza na kupata ukomavu na vitu vingine. Alafu anapotoka unatoka ukiwa umekamilika, unakwenda kufanya. Kwa kifupi Ahmed, hata yeye mwenyewe Matola amekunjua nafsi, yani maisha yanavyokwenda yeye anaenjoy, yani kazi anafanya. Unajua changamoto ingekuwa kazi haufanyi. Mfano wewe Kampista hapa Klaus umekuja, right? Yes. Lakini umefika hapa
wewe kazi yako inakuwa ni kuwashia tu watu maiki alafu unakaa pembeni, usingejisikia kabisa, lakini wa enjoying kwa sababu kazi unafanya, unaaminika, wamekuachia hilo Sports Extra, unarindima nayo wewe, kwa ndo kama tula hivyo kazi anafanya ndani ya Simba Sports Club, ndio maana ana enjoy. Sawa, mimi natamani kufahamu hichi Kampista, kama utaniruhusu, future ya management inapokuja swala la coaching. Kwa timu nyingi sana barani Ulaya wanahamia kwenye mfumo wa kuwa na head coach, alafu timu inaandaliwa na watu wengine kama sporting directors, technical directors, ambao wanakuwa na report kwa CEO ana relay kwa board of directors kijumla yake. Simba ni timu ambayo imehamia kwenye utamaduni huo wa kisasa, board of directors na vitu kama hivyo, CEO yupo. Lakini kwa ulichokizungumza hapa, kwa jinsi ambavyo appointment ya Pantev imefanyika, ni kama klabu na of course kwa jinsi ambavyo umemuelezea Fadlu, kama klabu inasalia kwenye mfumo wa kuwa na managers na sio kuwa na head coach, kwa maana kwamba mtu ambaye anakuja hands-on anafanya kila kitu, masuala nutrition umeagusa, yani everything, anahusika na mamlaka kuu, kila kitu. Kumpoteza Fadlu katika mazingira kama hayo ambapo pia alikuwa ameacha anahusika na kila kitu, kuna mafani na hata Chairman Magori alizungumza akisema kidogo ilikuwa ni jambo ambalo limewaacha katika njia ambayo ni ngumu sana, kwa sababu ni wachezaji ambao ni wakocha, yani mtu ameoleta wachezaji wa namna yake. Is that the future ndani ya Simba? Mnaitazama, mnaona kwamba mko kwenye njia salama kuleta mtu mwingine ambaye anaingia kwenye hayo mazingira, pia kuwa manager, kutokuwa head coach, na nyie kusajili timu yenu wenyewe kwa kuleta wataalamu maybe kama sporting directors na TDs, alafu akawa anaitwa coach, anambia bwana timu ile pale sisi tunacheza hivi, function hivi, twende hapo. Natamani kufahamu hicho. Tunaelekea huko, lakini sio leo, mdogo. Sasa bado mdogo. Pengine sisi wote hapa tutakufa, hiyo bado. Semaji. Sababu kuangalia Ulaya wanafanyaje? Kwanza tunamwangalia Ahly anafanyaje. Sahihi. Tunamwangalia